Bodi ya maji bonde la Wamiluvu kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ndani ya manispaa ya Morogoro wamefanya usafi wa kuondoa taka katika mto Morogoro, ikiwa ni jitihada za kuhakikisha vyanzo vya maji vinalindwa na kutunzwa, ambapo hatua hiyo ni mwendelezo wa matukio mbalimbali kuelekea kilele cha maadhimisho ya wiki ya maji yaliyoanza Machi 16 na kutamatika Machi 22 mwaka huu. Hii ni Nia 24 TV, subscribe, like na comment. Mimi ni Samson Simon. Siku hii ya leo tumekutana mahali hapa ikiwa ni mwendelezo wa maadhimisho ya wiki ya maji ambayo kilele chake kitakamilika siku ya tarehe 22 pale Dar es Salaam. Tumekutana siku hii ya leo kuendelea kuhifadhi mazingira yetu. Sisi kama bodi ya maji bonde la Wamiluvu ndio tuwenye jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba rasilimali za maji zinatunzwa, kwa maana ya kwamba maji chini ya ardhi na maji juu ya ardhi. Hivyo leo hii tumeona ni muhimu tukutane na watu, shirikishane na wadau mbalimbali tuweze kukutana kwa ajili ya kusafisha mito yetu. Kwa hiyo sisi kama bodi ya maji bonde la Wamiluvu tunazidi kutoa wito kwa wadau mbalimbali, jamii, ili sote kwa pamoja tuendelee kushirikiana katika uhifadhi na usimamizi wa rasilimali za maji. Kwa maana ya kwamba kila mmoja wetu ana jukumu kuhakikisha kwamba rasilimali za maji zinatunzwa na kuwa endelevu kwa ajili ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Lakini pia nitumie fursa hii kuwashukuru wadau mbalimbali ambao wameitika wito kujumuika pamoja nasi kwa ajili ya kufanya usafi katika mto huu Morogoro. Tukitunza mazingira yetu, tukitunza mifumo ekolojia yetu ni muhimu sana, na tutakuwa tunajihakikishia upatikanaji wa maji. Maji ni rasilimali mojawapo ya mazingira ambayo ni muhimu kwa uhai wetu sisi binadamu. Na tunasema kwamba kimsingi mazingira ni uhai endelevu wa binadamu. Bila maji hakuna maisha. Bila maji hata shughuli nyingine hata za viwandani hazitaenda. Bila maji hakutakuwa na mazao, kwa sababu tunahitaji yale maji kwa ajili ya umwagiliaji. Kwa hiyo ni muhimu sana kutunza rasilimali hii ya mazingira ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia. Lakini vile vile tunasema kwamba hapa tumeshirikiana vile vile na halmashauri ya manispaa ya Morogoro. Tunaipongeza sana. Sisi baraza tunapongeza kwa kushiriki huku. Ukitaka kuangalia kitu tulichofanya hapa ni pamoja na kuokota taka, ni kusafisha mto kwenye ule mtiririko wa maji, lakini na pembeni vile vile. Swala la usimamizi wa taka, ukiangalia sheria yetu ya mazingira mwaka 2004 inampa jukumu hilo mkurugenzi wa halmashauri husika. Kwa hiyo kuanzia kile kifungu cha 114 mpaka 119 kimempa wajibu huo mkurugenzi, kwamba jukumu lake kuhakikisha kwamba taka zinasimamiwa ipasavyo, zinakusanywa na zinasafirishwa mpaka kunakotakiwa, ikiwa ni pamoja na kule kwenye madampo. Kwa hiyo tuwapongeze kwamba halmashauri wameshiriki. Taka zinapozagaa mijini, taka ngumi zinapozagaa mijini haziendi kwingine kokote, zinaishia kwenye ile mitaro ya maji ya mvua. Zinapoishia kwenye mitaro ya maji ya mvua, zinabebwa vivyo hivyo moja kwa moja mpaka kwenye mito yetu, ikiwepo mto huu, mto Morogoro ulioko hapa na mito mingine yote. Sasa inapokwenda kule, inakwenda kuziba ile mito. Kwa hiyo unaanza kuziba mtaro au unapunguza uwezo wa mtaro kutiririsha maji ya mvua, na unapoziba hiyo na mtoni kunavojaa kwenye mito yetu midogo, ina maana mvua ikinyesha tunasababisha mafuriko. Kupitia mipango yetu ambayo tunayo ofisini, tuna mipango ya kushirikiana na wadau mbalimbali. Kama tulivyoona hapa, tuna wadau mbalimbali, tuna taasisi kama za bonde, tuna taasisi ya Morowasa, NEMKI na wadau wengine na wananchi kwa ujumla. Kuhakikisha kwamba kila taasisi inajikita katika kwenye mpango wake, kwamba inajikita katika kuhakikisha kwamba vyanzo vya maji vinalindwa na maeneo mengine. Kwa hiyo kama waratibu tumeendelea kufanya jambo hilo na kuendelea kutoa elimu katika maeneo mbalimbali ya wananchi kuhakikisha kwamba wanahifadhi vyanzo vya maji. Na nichukue fursa hii kuendelea kuwashukuru sana jinsi walivyojitokeza katika siku ya leo kwa ajili ya kufanya usafi katika mto huu, lakini jambo hili liwe endelevu. Tumekuwa na changamoto sana ya wananchi ambao wanaambana na mto.
kumwaga takataka au kutiririsha vitu vichafu katika maji yetu au kwenye mto wetu. Nitoe fursa hii katika siku ya leo pia kuwaomba na kuwataka waache hizo tabia mara moja, na kila mmoja ajikite katika kuhifadhi vyanzo vya maji, kwa sababu tusipohifadhi vyanzo vya maji tunakoelekea mbele maji tutakuja kuyakosa. Majina naitwa Abubakar Sisango, wamezoea kuniita Mr. Sound. Ni mwenyekiti wa kikundi cha Tanzania Influencers ambao tunadili sana na kuhifadhi na kutunza mazingira pamoja na vyanzo vya maji. Kwa kweli kuelekea kilele cha wiki ya maji tumekuwa tukifanya shughuli mbalimbali wiki yote hii. Jana tulikuwa kule Choma tumepanda mikarafuu. Tulikuwa pia kwenye ufunguzi ambao tulienda Gairo kwenye uvunaji wa maji. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi tunaokaa pembezoni mwa vyanzo vya maji, tutunze na kuhifadhi vyanzo vya maji. Pia kama kauli mbiu yetu inavyosema, uhifadhi wa uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Ni kwamba tunapokuwa tunatunza ule uoto wa asili ndio utaendelea uwepo wa maji katika nchi yetu pamoja na taifa kwa ujumla.